Serikali inaendelea kutekeleza ujenzi wa barabara njia 4 kwa awamu kuanzia Igawa hadi Uyole, Songwe hadi Tunduma yenye urefu wa kilomita 218 kwa kiwango cha lami. Hayo yameelezwa siku ya leo hii Mei 14 mwaka 2025 bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa ujenzi Mhandisi Godfrey Kasekenya alipokuwa akijibu swali la mbunge wa viti maalum Juliana Shonza aliyeuliza ni lini ujenzi wa barabara ya njia 4 kutoka Igawa hadi Tunduma utaanza, na mnukuu akisema kuwa serikali inaendelea na utekelezaji wa barabara hii ambapo imeanza na upanuzi wa sehemu ya Nsalaga Ifisi hadi Songwe kilomita 36 kwa sasa. Ujenzi huu umefikia 25%. Aidha, serikali inaendelea na maandalizi ya kujenga sehemu ya barabara iliyobaki kwa utaratibu kwa kushirikiana na sekta binafsi yani PPP, ameweza kusema Mhandisi Kasekenya. Aidha, Kasekenya amesema serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni 10 kwa ajili ya fidia kwa wananchi waliopisha barabara ya bypassi ya Uyole Songwe na taratibu za kulipa zinafanyika. Na mnukuu akisema kuwa Mheshimiwa Naibu Spika, barabara hiyo imetengewa bajeti ya mwaka huu wa fedha 2025-2026 na mwaka ujao wa fedha wa 2026-2027. Pia tumeshapata mkandarasi na tupo katika hatua za mwisho kabisa ili aweze kuanza kazi katika sehemu za barabara hiyo ambazo ni barabara ya Kamsamba Mlowo na Mbalizi Mkwajuni ili kupunguza msongamano mkubwa wa magari mpakani mwa Tanzania na Zambia, amesisitiza naibu waziri. Katika hatua nyingine, Kasekenya ameeleza kuwa serikali imekamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa madaraja ya Mto Chobe, Yusa na Nkoma yaliyopo katika barabara ya Mwangongo kwenda Lalago na mpaka unafika Meatu Mto Sibiti ni ya kilomita 20.78 ambapo inatafuta fedha kwa ajili ya madaraja hayo. Bwana, tunaona jitihada za serikali kuhakikisha kwamba wanapambana kupunguza ile foleni ambayo ipo katika maeneo ya Tunduma mkoani Songwe. Ni foleni ambayo imekuwa ikiwafanya watu wengi wanakuwa wanapata makasiriko, wanapata kero nyingi kwa sababu wanatumia muda mrefu, ukizingatia eneo lile ni eneo ambalo unakuta kuna magari mengi, hususan magari ambayo ni ya mizigo ambayo yanatoka Kongo, ambayo yanatoka Zambia, yanakuwa yanapita eneo la Tunduma. Mwisho wa siku eneo lile linakuwa lina msongamano wa magari mengi. Mwisho wa siku inakuwa ni kero kwa wananchi ambao wanakuwa wanajaribu na wenyewe kutumia usafiri wa barabara ili kusudi kuweza kufika katika maeneo mbalimbali ambao wanakuwa wanahitaji kuweza kufika. Kwa serikali inajaribu kuhakikisha kwamba inawatafutia suluhisho, unaweza kusema hivyo, la tatizo hilo ili kusudi mwisho wa siku wananchi waweze kufanya shughuli zao kwa urahisi. Ndio maana zinataka kujengwa barabara za njia 4 ili kusudi mwisho wa siku watu waweze kupita kwa urahisi na magari ya mizigo na yenyewe yaweze kupita kwa urahisi bila kuwa na shida yoyote, kwa sababu siku zote tunasema kitu kinachoipatia sekta ya uchumi inakuwa vizuri ni pamoja na kuhakikisha kwamba mifumo ya mawasiliano hususan barabara zinakuwa ni za uhakika, zinapitika kwa wakati. Mwisho wa siku mtu akiamua kwenda sehemu moja kwenda sehemu nyingine anafanya kila kitu kwa wakati sahihi. Hii ni Mbayu TV. Nikusihi kama bado hujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupatia wewe kila siku na kila saa. Mimi ni David Edward.